Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana ni mwema na kwa wakati wote. Na shukuruni sana, namshukuru Mungu kwa kunipatia uzima na afya. Ameweza kuruhusu tena niweze kuleta somo kwa siku hii ya leo. Lakini kabla hatujaendelea na somo, na tuombe. Mtakatifu, 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 Baba yetu katika mahali pa juu mbinguni, jina lako litukuzwe. Ufalme wako uje, mapenzi yako yatimizwe hapa duniani kama huko mbinguni. Utupe riziki zetu, tusamehe deni zetu kama sisi nasi tusamehevyo wadeni wetu waliotukosea. Tunasema asante Yesu kwa kutupatia afya na kutupatia uzima. Kwa masaa haya na kipindi hiki twajiweka mbele zako. Katusamehe Yesu na kutuongoza. Lakini tunaanza hili somo Bwana, tunaomba ukatusaidie. Kanibariki na kuniongoza, ukanitumia kama chombo mimi mhubiri wa somo. Lakini pia wabariki na wasikilizaji na watazamaji watakao kuja kutazama hili somo. Jina lako likatukuzwe na utukufu wa jina lako kaonekane katikati yetu. Ni ombi langu kwa imani, utakuwa pamoja nasi mwanzo hadi mwisho kwa jina la Yesu, amen. Na wakaribisha sana kwa somo la siku ya leo. Siku ya leo tutajifunza habari ya siku za mwisho, habari ya kuja kwa Kristo ambalo Yesu ametamani tuweze kujifunza kwa siku hii ya leo. Lakini tutajifunza kuangalia na dalili zinazotokea hizi, kwamba hizi dalili zinatokea kwa sababu ya nini? Je, haya yanayotokea, maandamano yasiyo na mwisho, vita, vifo, mauaji yasiyo na mwisho, je, vilitabiliwa au havikutabiliwa? Anza pamoja nami tukaweze kuona. Tutajifunza kitabu cha Mathayo sura ya 24 mstari wa 3 hadi wa 14. Pale tutakomea mstari wa 14 tuweze kujifunza. Swali la wanafunzi wanamuuliza Yesu katika mstari wa 3, wanasema, hata alipokuwa ameketi katika mlima wa Mizeituni, wanafunzi wake wakamwendea kwa faraja wakisema, tuambie, mambo hayo yatakuwa lini? Nayo ni nini dalili ya kuja kwako na ya mwisho wa dunia? Mstari wa 4, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Anawapa tahadhari. Wanauliza kwamba dalili za kuja kwako ni dalili gani? Wanafunzi walipokuwa bado wana Yesu tayari wanaishi naye, walimuuliza, tuambie dalili gani zitakazoonekana wakati wa kurudi kwako? Ni nini dalili zako? Na mambo hayo yatakuwa lini? Lakini Yesu anawaambia kwamba, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye. Kwa nini anasema hivi? Kwa sababu shetani yupo kazini na anatumia mawakala wake wa kibinadamu. Kwa hiyo anatoa kwamba angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watawadanganya wengi. Mstari wa 4 na wa 5 ndio anaosema, Yesu akajibu akawaambia, angalieni mtu asiwadanganye, kwa sababu wengi watakuja kwa jina langu wakisema mimi ni Kristo, nao watadanganya wengi. Hili limeshatokea tayari. Manabii wa uongo tupo nao tayari, na watu wameshadanganywa wanaokubali kudanganyika na wasiopenda kusoma maandiko. Watu wamekwisha kupotoshwa kwa hakika, lakini kwa utukufu wa jina la Yesu wapo watakaoinuka, wapo watakaoinuliwa na kutoka huko injili itakapohubiriwa. Lakini mstari wa 6, wa 7 na wa 8 anasema, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua. Nanyi mtakuwa watu wa kuchukiwa na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Katika hii mstari wa 7, mstari wa 8 tunajifunza kwamba vita ya nchi. Anasema kwamba mstari wa 6, wa 7 na wa 8 anasema,
nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa kumbe misukosuko ya dunia inayoonekana, misukosuko yote tunayoiona hii, kwamba Yesu anasema yote hayana budi kufanyaje? Kutukia, yani kutokea, kwa sababu yalifanyaje? Yalikwisha kutabiriwa. Anasema taifa litaondoka kupigana na taifa, ufalme kwa ufalme vitabondana, na hayo yote kwa sababu vimefanyaje? Vilitabiriwa. Anasema kutakuwa na njaa na mateso, tetemeko ya nchi mahali. Kwa matetemeko ya nchi mahali yatakuwepo na njaa zitakuwepo. Tunasema kwamba sasa hivi imekuwa changamoto, imekuwa shida ya nauli kupanda, bei, mafuta, lakini kumbe hivi vyote vilitabiriwa. Anasema njaa, hiyo njaa iliyo mbele yetu, na matetemeko kila mahali ya nini? Ya nchi vinakuja mbele yetu, kwamba itafika wakati tutakula kwa shida, tutakunywa kwa shida, tofauti na ilivyo sasa, kwa sababu shetani atakuwa anakaribia kuifanikisha kazi yake aliyoikujia tayari. Kwa hiyo mstari hii inatukumbusha kwamba nanyi mtasikia habari za vita na matetesi ya vita. Angalieni msitishwe, maana hayo hayana budi kutukia, lakini ule mwisho bado. Kwa hiyo tunapoona haya yote yanatukia, tujue kwamba yalitabiriwa. Tunapoona kwamba Tanzania ipo katika hali mbaya, kila jiji lililokuwa tunatarajia au tulilokuwa tunaona kwamba huenda taifa fulani, huenda nchi fulani ina uafadhali, lakini sasa hivi kila nchi haina amani. Kila mahali hapana imani, kila sehemu hapana amani. Amani imetoweka kabisa. Tanzania tulidhani kwamba ndiyo nchi pekee yenye amani, ambayo yenye makimbilio, mji wa makimbilio, watu watakimbilia na kujificha, lakini na yenyewe imekuwa haina amani na imekuwa na changamoto nyingi, na yote haya tunaona yalitokea. Damu za watu zinamwagika, vifo vingi, vilio kwa watu, vitu vya aina mbalimbali vinatokea ambavyo tulikuwa tunavisikia kwa nchi za jirani, sasa vinatokea. Yote haya yalitabiriwa. Kwa hiyo kumbe yote yalitabiriwa, ndiyo maana hatushangai. Anasema tunapoyaona haya tusishangae, kwa maana yalitabiriwa. Mstari wa 6 ndio unaosema tutasikia habari za vita na matetesi ya vita. Anasema tuangalie sana, tusitishwe nayo, maana hayo hayana budi kutokea, lakini ule mwisho bado. Kwa kumbe hivi vita vinavyotokea, sijui Tanzania, sijui Kenya, sijui wapi, kumbe vyote hivi vilitabiriwa, na maandiko yanatusihi kwamba tusiogope. Anasema tusifanyaje? Tusiogope wala tusitishwe nayo, kwa maana taifa litaondoka kupigana na taifa, na ufalme kupigana na ufalme. Kutakuwa na njaa na matetemeko ya nchi mahali. Hayo yote ndiyo mwanzo wa utungu. Lakini pia kupigana kwa mataifa yote ni mwanzo wa utungu. Kupigana kwa taifa yote yalitabiriwa. Matetesi ya vita vyote vilitabiriwa. Kilichobaki mimi na wewe ni kuweza kujua kwamba tupo katika hatari sana, katika siku za mwisho ambazo hakuna chochote cha kushikilia katika ulimwengu huu zaidi ya Yesu. Kwa vyote tunapaswa kuviacha na kumshikilia na kumrudi Yesu, kwani Yesu anakuja na tunapaswa kurudisha maisha yetu kwake. Lakini mstari wa 10 anasema ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana. Mstari wa 9 ndipo anasema kwamba wakati huo watawasaliti ninyi mpate dhiki, nao watawaua, nanyi mtakuwa watu wa kuchukia na mataifa yote kwa ajili ya jina langu. Kwa sisi tutachukiwa kwa jina la Yesu tunaomwabudu Mungu. Tutapata dhiki watu wa Mungu, tutapata mateso, tutasalitiwa na kuuawa. Lakini na maandiko yatushuhudia kwamba mataifa yote yatawachukia watu wa Mungu. Mataifa yote yatawachukia kwa sababu
Watu wa Mungu pekee ndio watakaokataa hayo maasi, lakini watu wote watakubali machukizo na machafuko yaendelee katika ulimwengu huu, lakini watu wa Mungu pekee ndio watakaokataa. Na anasema kwamba hao watakaokataa machafuko watasalitiwa na watu wote, mataifa yote, na watakuwa na dhiki na hadi kifo kuuawa. Mstari wa 10 anasema, ndipo wengi watakapojikwaa, nao watasalitiana na kuchukiana, na manabii wengi wa uongo watatokea na kudanganya wengi. Kwa manabii wengi watatokea na kudanganya wengi, na wale watakaokataa kudanganywa watakutana na dhiki katika maisha yao. Watakutana na dhiki, hakika jina la Bwana likaingilie kati. Anasema wengi watadanganywa. Mstari wa 12, na kwa sababu ya kuongezeka maasi, upendo wa wengi utapoa. Kwa hiyo maasi yatakapoongezeka na watu wa Mungu watakapokataa katika hayo maasi kushiriki, anasema upendo wa wengi utafanyaje? Upendo wa wengi utapoa kabisa. Upendo wa wengi utakapopoa, ndipo itakapokuwa dhiki, kilio kwa watu wa Mungu. Lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa wokovu unapatikana kwa yule atakayekuwa mvumilivu, atakayevumilia hata mwisho. Mateso na dhiki, njaa na matetemeko ya nchi, vyote vinavyotokea hivi, atakayevumilia, atakayekuwa mwaminifu kwa Yesu ndiye atakayeokoka. Hapa hivi vita si mwisho wa wakati wala si mwisho wa dunia, lakini ni nyakati za mwisho, kwamba sio ndipo mwisho umefika. Hapana, hizi ni dalili mojawapo za kurudi kwa Yesu ambazo Yesu mwenyewe alizitabiri. Mimi na wewe tunapaswa kubadili njia, kumkabidhi Yesu maisha yetu. Haya yote yatatokea, na kama utakuwa hatujajiandaa, ndugu zangu, wakati wa mwisho utafika, na machafuko hayo yatakapokuja, basi tutaweza kusambaratishwa mbali. Anasema lakini mwenye kuvumilia hata mwisho ndiye atakayeokoka. Kwa hiyo wanahitajika watu wavumilivu mpaka mwisho katika hayo mateso, ndio watakaopata wokovu. Kila mtu atajaribiwa kwa nafasi yake, kila mtu atapimwa kwa mizani yake sawasawa na mapenzi ya Mungu. Kwa hiyo anasema kwamba atakayevumilia hata mwisho, mpaka mwisho wa hayo mateso, ndiye atakayepata wokovu. Lakini mstari wa 14 anasema tena habari njema ya ufalme itahubiriwa katika ulimwengu. Kwa hiyo hili ndilo tumaini sasa. Tumaini linapatikana katika mstari wa 14, anasema habari njema itahubiriwa. Habari njema itakapohubiriwa, ndipo utakapokuwa mwisho wa nini? Wa mambo yote. Yesu atakapokuwa anafanyaje? Anarudi tena. Habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa katika ulimwengu wote. Habari njema itahubiriwa katika ulimwengu nini? Wote, kwa kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo habari njema ya ufalme wa Mungu itahubiriwa kuwa ushuhuda kwa mataifa yote. Anasema hapo ndipo ule mwisho utakapokuja. Kwa hiyo habari ya ujumbe wa Yesu, habari ya ujumbe wa malaika watatu, habari ya mwisho itakapohubiriwa, habari njema ya Yesu, mwisho utakapokuwa umefika. Lakini haya yote yanapotokea hatutishwi, kwa sababu yalitabiriwa. Na anasema tunapoyaona haya tutambue kwamba mwisho umefanyaje? Mwisho umefika. Na si kufika tu, kila kitu kitaharibiwa. Kwa hiyo anasema hizi ni dalili za kurudi kwa Yesu. Na fungu la mwisho anasema habari njema ya ufalme wa Mungu, yani Biblia takatifu itakapohubiriwa. Habari njema, amri 10 za Mungu, imani ya Yesu. Watu wakampokea Yesu na kuyakabidhi maisha yao kwake, hakika mwisho utakapofika. Kwa hiyo tunapoyaona haya yote, tutambue wakati huu karibu. Lakini fungu la 14, msingi wa utume wetu kama Waadventista wa Sabato, unabii huu hautuambii tu kuwa watazamaji, bali unatuita kuwa washiriki hai katika kuhubiri ujumbe wa malaika watatu, ili kuharakisha kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo.
Mungu atubariki sana. Tuombe. Asante Yesu, tunakushukuru kwa somo hili. Umekuwa nasi mwanzo hadi mwisho. Jina lako litukuzwe. Ni baraka yako ikambatane pamoja nasi. Tumeomba kwa imani katika jina la Yesu. Amina.